Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tarehe ya 3 Mei ndio katika mwezi wa Mama Bikira Maria, ni Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa, Dominika katika kipindi cha Pasaka. Tunamsifu Mungu, tunamwabudu Mungu, tunamtukuza Mungu, lakini pia tunamuomba Mungu. Katika Dominika ya leo ninakualika kutafakari haya maneno: nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Tuna nia nyingi mbele ya Mungu, pamoja na ndugu zetu walioko mbali wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tuanze kwa kujuta dhambi zetu. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
wajalie wazee matunda mengi kwa msaada wa ulinzi wako na kuzifikia furaha za uzima wa milele kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 7. Siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia ile neno. Neno hili likapendeza machoni pa makutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume. Na walipokwisha kuomba, wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Neno la Bwana. Yeah.
Jicho la Bwana ni kwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika Maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hatatayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana kujikwaza kwa neno lile wasiloamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza mpaka ya 12. Yesu aliwaambia wafuasi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendapo mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadikia kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? Hayo maneno niwaambia mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadikia kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? La, msadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Neno la Bwana. Amwamini ili afanyeje? Tumsifu Yesu Kristo. Dominika ya 5 ya Pasaka katika mwaka A wa kanisa, na Dominika ya leo inakualika tutafakari haya maneno, nyumbani mwa Baba na makao mengi. Nyumbani mwa Baba na makao mengi. Ndio nyumbani mwa Baba, au kwa lugha nyepesi, piga picha kwamba Baba ana nyumba kubwa. Katika nyumba kubwa kuna vyumba vingi, ndio maana yake kwamba kutatosha. Sasa ndugu zangu, haya maneno yanatoka Injili ya Yohane sura ya 14 mpaka sura ya 17. Hizi Injili, hizi sura, Kristo aliyaongea haya maneno wakiwa katika mlo wa mwisho, mlo wa Pasaka. Baada ya Yuda kutoka tu anakwenda kumsaliti, Kristo akaanza kuongea maneno, ni usia, na usia ni dira, na dira ndio mwelekeo. Haya sasa, Injili ya leo inaanza na Kristo anaanza na haya maneno, ninakwenda kwa Baba kuandalia makao. Ndio Kristo anaongea hivyo, msihuzunike, tulieni vijana, ninapofika kwa Baba nanyi pia mtakuja. Tomaso, akili ya kwanza inakuja kwamba Kristo anakwenda kwa Baba, sawa, na sisi tutafikaje huko? Ndipo Tomaso anamuuliza swali, tuonyeshe hiyo njia ili tuweze kufika. Ndipo Kristo anamjibu Tomaso,
sikiliza, nilitoka kwa Baba, narudi kwa Baba, mimi naifahamu njia, mimi ndimi njia. Ukitaka ufike kwa Baba, nifuate mimi ndimi njia, najua mchongo. Filipo yeye akija ikaja haraka, safari ya kwenda kwa Baba tutachoka. Hebu Kristo rahisisha mambo, tuonyeshe tu Baba, inatosha. Wewe tuonyeshe tu, mengine tutajua cha kufanya. Kristo akamwambia Filipo, sikiliza kijana, nimekuwa pamoja na miaka 3, mpaka leo humjui Baba. Are you serious? Acha kusumbua mdogo. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Hauhitaji kumwona Baba, uliyeniona mimi kamwona Baba. Yote unayofikiri Mungu atende, yote unayofikiri Mungu afanye, nimeyafanya. Ninachokifanya ndio kazi za Baba. Hivyo mimi na Baba tu mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Iko hivi, tunasisha mambo. Baada ya Kristo kushuka duniani, baada ya binadamu kuzingua, alipozingua binadamu akapelekwa katika mahakama ya kimungu. Alipofikishwa katika mahakama ya kimungu, binadamu alikuwa hana uwezo wa kujibu ile kesi. Kristo akafanya stadi ya ile kesi. Alifanya stadi ya ile kesi, akatafuta ushahidi wa ile kesi. Akaona namna pekee ya binadamu kushinda ile kesi ni kupoteza ushahidi. Akachana ushahidi ule wa ile kesi. Paulo anasema akaigongomea msalabani. Kwani katika mti wa msalaba ndipo ushahidi wa ile kesi ulipopotezwa. Sasa unapopoteza ushahidi wa kesi, hiyo kesi haiwezi kuendelea. Itabaki tu inapigwa kalenda tu. Utakuja wiki ijayo, utakuja mwezi ujao, kalenda tu. Hakuna ushahidi wa hiyo kesi. Sasa baada ya Kristo kupoteza huo ushahidi katika mti wa msalaba, swali linakuja, je, binadamu hatatenda dhambi? Hapana. Binadamu ataendelea kutenda dhambi. Mpaka sasa pia binadamu anatenda dhambi. Pengine pia tuko kanisani, watu wengine wanatenda dhambi. Sasa maliza haraka, tuna mechi ya Simba na Yanga. Sisi tutafungwa tena. Anaendelea na wazi kanisani hapa. Anachokuja kukifanya sa Kristo kwenda kwa Baba, anakwenda mbinguni. Hapa Baba yuko, hapo binadamu yuko. Baba anamuona binadamu anatenda dhambi, na huyo binadamu amekombolewa katika mti wa msalaba. Hasira ya Baba itawaka kwa binadamu. Ndipo Kristo anakuja katikati. Akija katikati, maana yake anamzuia kifua huyu binadamu. Ninakwenda kwa Baba, niwaandalie makao. Ndio Kristo alipo mbinguni sasa. Anaoitenda hivi, binadamu akitenda dhambi, Kristo anamzuia, anamkingia kifua. Hebu tumwache zuzu tu. Baba potezea Baba. Ndicho anachokifanya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tungekuwa tumeelewa maneno, tungempigia Mungu sifa na utukufu. Sasa katika nyumba ya Baba na kwenda kuandalia makao, kuna vyumba vingi. Kama kuna vyumba vingi, kwa nini kugombaniana vyumba? Mimi nataka tuwe karibu na Mungu. Nisikie Mungu anavyosema. Tulia, mbinguni ni mbinguni. Vyumba vipo vya kutosha. Ndipo somo la kwanza linatupa jibu. Wakristo wa kwanza waliingia katika migogoro isiyokuwa na msingi. Wote walikuwa wanafanya utume moja, lakini migogoro hii ya nini? Ndipo wakakaa kwamba, sikiliza, vyumba viko vingi, utume ni mmoja, hakuna haja ya kugombana. Sasa hivi vyumba ambavyo viko mbinguni kwa Baba vikoje? Mle ndani koje? Kuna AC, kuna nini? Vikoje? Ndio somo la pili linatujibu kwamba nyie ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Kile chumba kinachokaa Mungu kina hali sawa kabisa na utakachokaa wewe, kwa sababu utamuona Mungu jinsi alivyo, tutafanana naye. Watu wanaruka huko yeye. Tuje sehemu ya pili tumalizie mkale ugali. Mkale ugali mbaya. Wape mzako tunamalizia sehemu ya pili.
Nyumbani mwa Baba mna makao mengi. La kwanza amalisi. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Hebu tulia maneno, nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Kila mmoja hapa anatamani kwenda nyumbani kwa Baba. Nani akipeleka nyumbani kwa Baba? Ni Kristo. Ndio tunataka kuzungumza hapa. Kristo ndiye mwenye mamlaka. Kristo ndiye mwenye power. Kristo ndiye mwenye uweza. Kristo ndiye aliyepewa kila kitu kutupeleka nyumbani kwa Baba. Kristo ndiye mwenye ufunguo wa kufungua mlango, wa kufunga mlango na kwenda kwa Baba kuangalia makao. Ni Kristo. Hivyo kila mmoja, senta yako, kila mmoja, muhimili wako, msingi wako uweke kwa Kristo. Wale wote wanaofanikiwa ni wale walioweka misingi yake katika muhimili wa Kristo na kwenda kwa Baba. Toma, sikiliza, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Filipo, sikiliza, aliona na mimi amemwona Baba. Mimi ndiye kila kitu, nimepewa mamlaka hayo. Bwana mmoja anaitwa Fundo Nishini anasema Kristo ni majina yote ambayo unayasikia au unayatamani. Yale majina yote unayosikia na yatamani. Jambo lolote zuri unalolisikia liko ndani ya Kristo. Unalolitaka liko ndani ya Kristo. Anasema anamwita Kristo, anasema Kristo ni hoteli ya kimataifa, 5-star hoteli. Katika hoteli watu wanakwenda kupiga menu nzuri, safi sana. Anasema Kristo aliwalisha watu 5,000 wanaume, mabauza, wapiga menu, wakala wakashiba. Kristo ni hoteli ya kimataifa. Kristo ni hospitali ya rufaa. Waliokuwa wagonjwa walienda kwa Kristo wakaponywa. Ni hospitali ya rufaa. Kristo ni mahakama kuu. Wale waliokuwa na kesi za ajabu wanakwenda kwa Kristo, wanapona. Kristo, hivyo yote mazuri yako katika Kristo. Dogo moja alipewa kazi baba yake. Alipopewa kazi baba yake ya kunyanyua jaba, alipokuwa ananyanyua jaba, yule dogo akashindwa. Babake akamwambia tumia nguvu zako zote. Akanyanyua nguvu, akashindwa. Babake akamwambia umetumia nguvu zako zote? Akasema ndio baba, nimetumia. Akasema umetumia nguvu zako zote, hujaniomba msaada nikusaidie mwanangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna majina mengi sana katika dunia ya leo. Kuna majina yanaitwa njaa, kuna majina yanaitwa vifo, kuna majina yanaitwa mikosi, kuna majina yanaitwa kuachika, kuna majina yanaitwa kufilisika, kuna majina yanaitwa kutokuolewa, kuna majina yanaitwa ndoa zenye migogoro. Hayo ni majina tunayoelea katika dunia ya leo, lakini kuna jina moja lipitalo kila jina, lenye ukaka kweli na uzima. Mimi aliyeniona mimi amemwona Baba. Wakati fulani tunasali sana, lakini tunashindwa namna ya kusali. Kila unaposali usisahau kutaja jina la Kristo. Ndiye mwenye mamlaka juu yako. Sasa unapotaka lia, garagara, vyovyote vile, mwishoni sema naomba hayo katika jina la Kristo lipitalo kila jina, ndio lenye mamlaka hilo. Omba katika hivyo. Ndio maana hata katika kanisa tunasema tunaomba yote hayo kwa Kristo Bwana wetu. La pili, la pili, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Sasa tutakapofika kwa Baba, nadhani kila mmoja anatamani kumuona Mungu. Hamna shida, tutamuona Mungu. Lakini ndugu zangu, Mungu huyu anaanza kujifunua hapa duniani. Ukimtazama Mungu hapa duniani, kule mbinguni utamuona katika ukamilifu wake. Maana nini sasa? Anza kumuomba Mungu ajifunue kwako kuanzia hapa. Iko hivi. Mungu anakuruka kujifunua kwa binadamu wakati wote. Anajifunua. Sasa ili binadamu amtambue Mungu, lazima sasa amuombe Mungu ajifunue kwake. Huyu Filipo na Tomaso sio kosa nao, walikuwa hawamjui Mungu. Kristo anawaingiza katika shamba darasa ili wamjue Mungu, na sisi tunahitaji Mungu ajifunue kwetu. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kuna wakati fulani tunapitia katika mnyororo au katika
ongea nami katika lugha ya nyumbani ili nipate kuelewa mapenzi yako. Usipomwambia Mungu hivyo, kuna hatari ya kumkufuru Mungu. Mungu ni fumbo na hawezi kelele katika asilimia 100. Inaweza ikafika hatua ukasema Mungu hayupo. Wanaume, ikafika hatua Mungu kama haupo, sema tutakuwa mwingine. Inaweza ikafika hivyo. Mungu, ongea nami katika lugha nyepesi ili nikuelewe. Hili linalopitia ni wewe, na kama ni wewe, nipe suluhisho kirahisi. Na namna bora sana ya Mungu kupatikana na kujifunua kwako ni kusali. Mwambie mwenzako sali. Tena kanisani. Na nikufundisha jambo, wakati mzuri sana wa kuweka maombi yako ili Mungu ajifunue kwako, pale anapomnyanyua Yesu. Anapomnyanyua Yesu, sema naye, Mungu jifunue kwangu nipate kuelewa mapenzi yako. Wakati fulani sikumbuki mwaka, mama mmoja alikuja baada ya misa. Yule mama ametoka kubeba kifurushi. Sasa baada ya misa akanikamata, akasema, samahani baba, nimeshinda na wewe kwa samahani haraka. Na wakati mimi nilikuwa na haraka, nikimbizana na ratiba, sasa mama naye kwaje huyu? Wewe nikafikiri labda anataka bariki msana. Sasa ile mama, hebu njoo tusikilize. Sasa samahani, twende ofisini. Twende ofisini. Tukafika ofisini, akasema fadha, kwa hiyo hapa waga mnasali siku zote? Tunasali siku zote. Okay, sawa. Nikamuuliza swali, wewe ni mwenyeji, wewe ni mgeni? Akasema, sio mgeni, ni wameingia haya, lakini katikati ya wiki wasali, wakati fulani, hata Jumapili siku moja. Kwa nini fadha nimekuambia nisikilize, nataka nikushirikishe jambo moja. Fadha, kwenye mkoba huu niliobeba kuna sumu. Nilikuwa nimepanga kwenda kumpa mume wangu. Ni msumbufu fadha. Nilitaka nikamuonyeshe sumu yule mwanamke mjinga. Lakini fadha, niliposikia kama mnasali na mimi nikaenda kanisani. Nilipokuja kanisani kuna roho fulani ikaniambia, ainisha kumpa mume wangu sumu. Usimpatie leo, utampatia siku nyingine. Kwa fadha, nimeamua kukushirikisha kwamba nimeainisha kumpatia mume wangu sumu. Ila nilikuwa nimepanga kumpatia sumu. Basi mimi kimwambia kasema, kuhusu Mungu, wewe ameisha kupatia sumu. Lakini akili nyingine ikaja kusema, lakini bado ana sumu. Inawezekana Mungu anaanza na wanaume. Asitake kupa sumu mama. Lakini baadaye nikamwambia, nikajua ni ile nguvu ile ya Mungu akuifunua kwa wanadamu. Nikamwambia, unaonaje na kesho kuje kusali tena? Akasema, hamna shida, atakuja. Akaja. Kesho yake hakunitafuta yeye. Nikamtafuta mimi. Mama Chausi, umekuja? Nimekuja hapa. Vipi? Umeshamtonga sumu leo? Akasema, hapana fadha, nimeainisha tena. Labda tuangalie kesho. Akasema, hapa anapaswa kuja tena kanisani. Unaonaje unaweza kuja tena kanisani? Atakuja. Akaja tena kesho yake. Nikamtafuta. Mama Chausi, tayari. Hamna fadha, nimeainisha tena. Huyo ni Mungu alikuwa anajifunua kwake ili ainishe lile tendo aliyokuwa amelipanga. Wanaume, msisitize mke wako aje kanisani. Wanaume, mpange mume wako aje kanisani, mke wako aje kanisani. Anapokuja kusali mara kwa mara, ndivyo anavyoainisha kukulipua wewe kwa sumu. Kwenye mikoba kina mama kuna sumu. Siku akiacha kuja kanisani, utapewa sumu. Utakuja kuniambia. Akina mama, hakikisha mume wako anakuja kusali ili Mungu ajifunue kwake. Siku akiacha kusali, kwenye mifuko huko kuna sumu, atakutwanga. Sema amina. Amina. Natatu. Nyumbani kwa baba kuna makao mengi. Mwambie mwenzako, nyumbani kwa baba kuna makao mengi. Kama nyumbani kwa baba kuna makao mengi, kwa nini kugombana? Safari yetu ni moja. Kwa nini kugombana? Kwa nini kupigana virungu? Kwa nini kurudishana nyuma? Hakuna haja. Panapo tatizo, tukae tutatue pamoja. Ndio maana yake hivyo. Mimi naitafuta mbingu,
moja. Wewe kwako niko mbinguni na wewe piga vijembe huko mbinguni. Tuko. Ana maana. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo kila mmoja awe msaada wa mwenzake kufika mbinguni. Naja vijembe. Na dhambi kubwa ambayo inawatafuna saizi watu ni dhambi ya kupigana kwa siri. Mwambie mzako kupigana kwa siri. Wewe kufundishe, wewe unataka kwenda. Unaweza mkao unaishi na mtu vizuri sana. Rafiki yako mzuri sana. Ila anakupiga kwa siri. Kabisa. Na unamshirikisha wazi. Aisema rafiki yangu, bwana sasa nina jambo fulani. Wewe unaingia katika ofisi fulani. Na ukifika ile ofisi nisaidie kunisemea. Lakini yule mtu aliyemshirikisha wazo akafika katika ile ofisi ndio akawa bingwa wa kuchafua. Na mnasema ni jumuiya moja. Naimba kwaya moja, sauti ya kwanza. Hamna haja hiyo. Msifu Yesu Kristo. Simamisha makwaya yamepigana jembe. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 27 aya 24 inasema hivi. Alaaniwe mtu yule ampigie mwenzake kwa siri. Ukasoma nyumbani baadaye. Alaaniwe mtu yule ampigie mwenzake kwa siri. Kwa hiyo kama wewe unanipiga mimi kwa siri, ulaaniwe. Na Biblia inasema alaaniwe mtu yule ampigie mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Kama wewe unanipiga mimi kwa siri, ulaaniwe na watu wote tuseme amina. Baba, kama unampiga mkeo kwa siri, ulaaniwe na watu wote tuseme amina. Na wewe mama, kama unampiga mkeo kwa siri, ulaaniwe na watu wote waseme amina. Kama unampiga paroko kwa siri, kama unampiga paroko kwa siri, mlaaniwe na watu wote waseme amina. Paroko hawezi kupiga kwa siri hata muda wao. Lakini kikubwa namaanisha kwamba tuwe wa moja. Msifu Yesu Kristo. La mwisho wa kumalizia. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Hebu rudia maneno haya, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Kama nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, Kristo ni njia kupeleka kwa Baba. Anatupa pia ubalozi wa sisi kupelekana kwa Baba. Hivyo mimi ni kuonyesha njia kuelekea kwa Baba, na wewe pia unionyeshe njia kuelekea kwa Baba. Ndio maana yake hivyo. Baba muonyeshe mama njia kuelekea kwa Baba, mama muonyeshe baba njia kuelekea kwa Baba. Ndio mbinguni huko tunaonyeshana njia, na pia watoto mnaonyeshe njia wazazi ya kuelekea kwa Baba. Kwa maneno mengine, kila mmoja aheshimu mawazo ya mwenzake. Unaponiambia jambo mimi niheshimu, na mimi unapokuambia uheshimu hilo jambo. Pengine Mungu ananitumia mimi ili nikupeleke kwa Baba. Ndio maana yake hivyo. Wanaume wewe, wasikilizeni wake zenu. Lakini pia hii ni ya kawaida. Ngoja nikwambie kitu moja kidaktari. Tunasema mwenye mchango mkubwa katika uzazi wa mtoto ni mama. Sikiliza. Akili ya mtoto anapozaliwa 80% huwa ni akili amechukua kwa mama. 80%. Kwa mkiona hawa watoto hawa, akili yao 80% imetoka kwa mama, 20% imetoka kwa baba. Kwa mwanaume, ukiona mtoto wako anapiga shule vizuri, anafaulu, acha kujidai kidume hicho kimechukua akili yangu. Hakuna, kimechukua akili ya mama yake. Lakini pia na wewe ujiangalie, wewe mwenye akili mkubwa, kama wewe ni zuzu, huo uzuzu 80% umechukua kwa mama yako, ndio uzuzu wako unao. Sasa maana nini? Kila mmoja ana mchango wa mwenzake. Baba ana mchango na mama anafanyaje? Ana mchango. Wote na mchango wa kusikilizana kuelekea kwa Baba katika nyumba yenye makao mengi. Ndugu zangu, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, na kwenda kwa Baba niwaandalie njia, niwaandalie makao. Mimi ni njia, mimi ni ukweli. Yeyote anayetaka kufika kwangu lazima afuate haya makao. Ni katika mimi. Jambo lolote lile mnalotaka, ombeni kwa jina langu, mtawezeshwa. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, na sadiki kwa Mungu mmoja.
Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi mamlaka ya Pontio Pilato, akafiswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Bwana Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, Yesu aliwaeleza wafuasi wake kwamba atawatangulia kwenda mbinguni ili kuwatayarisha mahali pa kukaa kwa daima katika heri ya Mungu. Tuitikie kwa kuomba utusikie. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kufika kwetu ili kutupokea katika heri yako. Usichoke kutuangalia tusipotee katika njia yako kufuata, ili kufikia unapokaa wewe. Bwana, tunakuomba utusikie. Mtume Tomas alikuuliza habari ya njia hiyo ya kuifikia hiyo heri. Tusaidie kutambua wewe kama njia yetu ya heri hapa duniani na huko mbinguni. Bwana, tunakuomba utusikie. Wewe una umoja na Baba wa mbinguni. Tusaidie kupokea mafundisho yako na kuyafuata katika maisha yetu ya kila siku. Bwana, tunakuomba utusikie. Fuata nyayo zako, tuangaze kutambua shida za wenzetu na kuwasaidia. Bwana, tunakuomba utusikie. Ulitoa ahadi kwamba wafuasi wataweza kwa neema yako kutenda makubwa. Utupe ujasiri wa kuendeleza ujumbe wako mbele ya watu na kuongoza katika njia yako. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu, tunao mengi katika mioyo yetu, lakini tuko wanyonge katika sala. Hata hivyo, wajua yote ambayo tunahitaji, tunaomba yote kwa Kristo Bwana wetu. Amina. tusimame imara Katika imani, simame imara. Leo waamini wote tuna matoleo ya pili ya mwezi kwa ajili ya makongamano ya jimbo na kitaifa. Hivyo watoto wetu wanahitaji maandalizi ya milioni 10. Kwa hiyo baada ya kutoa sadaka tutaelekea pale nje kwa ajili ya maandalizi ya matoleo hii pale. Waamini wote baada ya kutoa sadaka tutaelekea pale nje. Humu ndani ya kanisa watabaki wanakwaya tu. Vile vile ule mfumo wetu wa kutoa sadaka kwa njia ya fomu bado unaendelea. Watakuwepo hapa mbele wasimamizi wetu kwa ajili ya kugawa fomu hizo. Na fomu tulizogawiwa Dominika iliyopita tutapewa taratibu baadaye namna ya matoleo yake. Wanakwaya karibuni kwa wingi.
manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Mungu, kwa njia ya mabadilisho na matakatifu ya sadaka hii umetufanya washirika wa Mungu wako na wa pekee. Tunakuomba utujalie hili kama tulivyojua ukweli wako, hali kadhalika tuweze kufikia kwa mwenendo stahili kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kazi yake ilifanya kwa njia ya fumbo la Pasaka ilikuwa ya ajabu, ili tupate kuitwa kutoka katika dhambi na nila ya mauti na kupewa utukufu wa kuitwa uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Wewe umetuita kutoka gizani na kutuingiza kwenye nuru yako ya ajabu, tupate kutangaza popote maweza yako. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika pamoja na miti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Thank you.
ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni, mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni, mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakushukuru kwa kumetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusifu kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu ndio na askofu wetu Beatus Urassa na miano kiaruzi askofu mstahili na wakilelo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na hasa tuliowataja na kuwakumbuka siku ya leo. Na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, tutafikaje? Kristo ni njia. Katika imani hiyo tunathubutu kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na hukumu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu,
kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wako, usisitazame dhambi zetu, ila iangalie imani ya kanisa lako, upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani.
katika matunda yako nifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu nikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina.
Bwana, tunakuomba wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotunisha mafungu ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mama Maria, Mama Maria ni mwendelezo wa shukrani za dhati kwa majitoleo makubwa, hasa sadaka yetu ya tatu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mapadre. Sadaka hiyo imeleta ufanisi mkubwa sana, sadaka hiyo ina mchango mkubwa sana. Hivyo muda wa kurejesha zile fomu zetu ambazo tulipewa wiki iliyopita tayari umeshawadia. Kipekee naomba nimkaribishe baba kwa neno. Karibu baba. Tumsifu Yesu Kristo. milele. Amina. Nakwenda nyumbani kuandalia makao. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Sikiliza, mbingu inaanza duniani. Mbinguni ni katika ukamilifu. Hivyo pia Mungu anaishi katika dunia hii. Anaishije? Anaishi humu kanisani, pia anaishi katika mazingira ya kanisa. Ndio hizi nyumba tunazojenga, nyumba za watumishi wa Mungu. Hivyo unapokuja saa hizi, mwambie Mungu, najua unaniandalia makao mbinguni, lakini nataka nianze na makao hapa. Ninakutolea sadaka yangu, nikutumeliwekea chumba mbinguni, weke na polish, weke na AC. Hii jeo unakutomea unamtolea Mungu yako, nikutumeka na chips mayai kwenye chumba changu. Hivyo sadaka yako ikomande, iamrishe sadaka yako. Umeelewa Tuanze, tuko nje ya muda. Yeah.
Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Karibu sikilize matangazo. Matokeo ya iliyopita yalikuwa kama ifuatavyo. Jumla sadaka zote ilikuwa milioni 7,86,700. Sadaka iliyoongezwa nyuma padre ilikuwa milioni 1,326,800. Ujenzi wakati wa rozari 151. Matoleo ya vipaji dunia mtakatifu watakatifu mashahidi wa Uganda kigango cha maporomoko walitolea vitu mbalimbali thamani yake 11,500. Matoleo ya vipaji kwa mtakatifu Yosefu walitolea shilingi 70 na sementi mifuko 3. Matoleo ya vipaji kigango cha Kakalala walitolea vitu mbalimbali thamani yake shilingi 32,500. Hivyo tunashukuru wote kwa matoleo hayo. Matoleo ya vipaji Dominika ijayo dunia mtakatifu Jetruda kigango cha mwaka Dominika ijayo ya tarehe 10 mwezi wa 5 2026 ni siku ya kutoa zaka na kupata baraka kwa mapadri. Hivyo tunatakia maandalizi mema. Watakaotuongozea rozari takatifu kesho siku ya Jumatatu hadi Jumapili ni utume wa Fatima. Ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu wanahitimisha leo, na siku ya leo rozari takatifu tutasali kwenye Moroto muda ni saa 11 kamili jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Matangazo ya ndoa kati ya Mikaeli Ibrahim Mgaya wa parokia ya Sunji Njombe na Veronica Method Mgaya wa parokia ya Tunduma. Hili ni tangazo la mwisho, na wengi hizi tangazo zisifungwe, watoe taarifa ofisi ya mapadre. Uongozi wa Kiamwezi na parokia unaomba kila kigango kuandaa watoto wawili kwa ajili ya kwenda kushiriki
kwenye kongamano la kitaifa kule Kigoma litakalofanyika mwezi wa 6 kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Ndiyo mwisho wa kongamano. Kila mshiriki ahakikishe anajiandaa vizuri kwa kuandaa sare kama ifuatavyo: shati nyeupe au t-shirt iliyovaliwa kwenye kongamano la kijimbo na sketi ya njano au suruali ya njano, suruali nyeusi kwa wavulana na sketi nyeusi kwa wasichana, kiatu cheusi na soksi nyeusi au soksi nyeupe kwa wavulana na wasichana. Na mazoezi ya pamoja yameshaanza kwa wote. Wazazi na walezi, tunaomba ushirikiano wenu. Viongozi wa Utume wa Fatima wanatangazia kwamba safari ya kwenda hija ya jimbo ni tarehe 11 mwezi wa 5, ni siku ya kuondoka, na tarehe 13 mwezi wa 5 2026 ni siku ya hitimisho. Gharama za hija ni shilingi 35. Wanaopokea pesa hizo ni viongozi wa Utume wa Fatima. Pia tunaomba wanautume wote mfike leo saa 10 kamili jioni bila kukosa. Wazazi wa watoto ambao wako kwenye vituo mbalimbali vya malezi ambavyo ni Mwenye Heri Kristo Bakanja Waela, pia Chala na sehemu nyingine, wanaombwa kukutana tarehe 10 mwezi wa 5 2026 Dominika ijayo baada ya misa ya pili. Kuna jambo muhimu la kujadili. Viongozi wa utume wa Legio Maria wanatangazia kwamba kutakuwa na semina na mafungo yatakayoanza tarehe 8 mwezi wa 5 2026 siku ya Ijumaa, na tarehe 10 mwezi wa 5 2026 Dominika ijayo wataadhimisha sherehe ya Access ikiambatana na adhimisho la misa takatifu. Kambi ya madaktari bingwa wa macho kutoka Ujerumani. Wananchi wote wanatangaziwa kuwa hospitali ya Dr. Hartmann Kristo Mfalme iliyoko Sumbawanga itakuwa na kambi ya madaktari bingwa wa macho kutoka Ujerumani kwa ajili ya uchunguzi, matibabu, upasuaji wa mtoto wa jicho na presha macho kuanzia tarehe 22 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 2 mwezi wa 6 2026. Wote wenye matatizo mbalimbali ya macho mwaomba kufika hospitali ili kupata huduma hiyo. Zimeandaliwa bahasha kidogo kwa ajili ya harambee kubwa ya ujenzi wa nyumba ya mapadri. Waamini watakaobahatika kupata bahasha hizo, tunaomba mzipokee kwa moyo mnyofu kwa heshima ya kanisa. Vile tuna uhaba wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mapadri wetu. Kuanzia sasa makafara wetu watatembelea kwenye jumuiya zetu, hivyo tuonyeshe ushirikiano. Pia makuhani wetu wanaendelea na maandalizi ya kuadhimisha misa kila kanda, na huko tutapewa bahasha kwa ajili ya sadaka ya ujenzi wa nyumba makuhani wetu, hivyo tunatakia kijiandae vizuri. Pia viongozi wetu wa kamati ya ujenzi wapo hapo nje, tupitie tukamilishe ahadi zetu. Shukrani. Viongozi wa parokia wanashukuru kina baba wote waliosafiri kwenda jimboni kusherehekea sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, yaani Baba Day, pamoja na kuwatengeneza waseminari wa kituo cha malezi cha Mwenye Heri Kristo Bakanja Waela. Pia wanawashukuru wote waliotoa vyombo vyao vya usafiri. Mungu awabariki sana. Viongozi wa halmashauri ya walei parokia, tunawashukuru viongozi wote wa jumuiya kanda ya Migango na Jambo la Kitume pamoja na makatista kwa kushiriki semina ya tarehe 28 mwezi wa 2026. Pia tunawashukuru viongozi wa Migango na Jambo la Kitume kwa kushiriki mkutano mkuu wa kwanza wa parokia uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 4. Vile tunawashukuru WAWATA kwa moyo wenu mliotuonyesha kwa kutuandalia na kututumia chakula siku ya semina pamoja na siku ya mkutano mkuu. Tunasema asante sana na Mungu awabariki sana. Kipekee naomba nishukuru kwa padre kwa maadhimisho matakatifu. Tunamshukuru sana. Hivyo naomba nikaribishe kwa neno, niwatakie Dominika njema na asubuhi njema. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.
Tuendelee pamoja kusali. Tunafurahi kusali pamoja nanyi. Nimefurahi kitu kimoja, wakati mwingi nawaona na huwa nawaambia watu wa Tunduma wana furaha, hata kama wana matatizo, vikoba vya ushadamu, bali wana furaha. Unaona, wanakuja kumtolea Mungu, wana furaha. Tumekuja kufanya mchango wa nyumba ya mapadri, ulikuwa ni mchango wa 3 kama sio wa 4, lakini watu wanakuja wanatoa kwa furaha. Msiache kumtumikia Mungu katika namna hiyo, lakini tunamsihi sana Mungu, hayo mnayotoa, hizo sadaka zenu zikapate kibali na kibali. Tuseme amina. Amina. Sisi tunapokuwa tunazunguka mitaani huko, hata unapokuuliza swali kutoka tunatoka Tunduma, unajiamini kwa sababu kuna watu wanakuheshimisha. Kwa hiyo ongeleni sana katika hilo, msichoke, sawa? Mwambie msichoke. Hivyo usipochoka basi zaidi. Hata kama mwenzako amechoka, tunanyanyuana. Unambebana, unashangaa mmemaliza. Na mtajisikia fahari sana. Basi tulipita kusali, majuzi tulipita hapa, tunasimama kidogo, kuna utume tunaenda kuufanya, tumemaliza jana jioni. Kwa hiyo tunarudi tena mchana, turudi tena masomoni. Tunafurahi pia kwamba ni mwaka wa mwisho wa masomo. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye graduation, mje mpige ubwabwa. Lakini kikubwa sana, mtuombee tumalize salama huu mwaka. Tumetoka mbali kidogo, alafu tumalize vibaya. Kwa hiyo tunahitaji sala zenu, miezi michache iliyobaki tuweze kumaliza vizuri ili turudi nyumbani salama. Tusimame kwa baraka.
ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe